Niachie twende kwa bwana mtazamaji wa Kivona Sports, karibu sana kwenye mazungumzo yetu kuelekea mchezo wa finali ya shirikisho barani Afrika. Rasmi klabu ya Simba ataanzia ugenini mchezo wa duru la kwanza finali dhidi ya RS Berkane. Mchezo wa duru la pili utapigwa Dar es Salaam kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba akiwa nyumbani. Je, historia ya klabu ya Yanga itavunjwa kwa kufika finali na kuchukua ubingwa, ama nao watampelekea zawadi ya medali Rais Samia Suluhu bila ubingwa? Tunakwenda kuzungumza nani? Tunakwenda kuzungumza na Garibu Mzinga, mchambuzi wa boli, lakini pia mtangazaji wa Azam TV ambaye mara kadha wa kadha unamsikia kwenye TV pale akitangaza ball. Mimi ni Isike nyuma kamera ipo Jaki, na swali langu kubwa, RS Berkane ni mpinzani wa namna gani? Mashabiki wanachama klabu ya Simba wengi hawaizungumzi kwa heshima, wanazungumza masiara kuhusu Berkane. Nataka niambie Garibu Mzinga, RS Berkane kutoka Morocco ni wapinzani wa daraja gani ambao Simba anakwenda kukutana finali? Well, mechi moja kali sana. Marudio ya hii mechi misimu miwili nyuma, msimu mwaka 2021-22, na mechi ambayo ilichezwa kule Morocco Simba alipoteza mabao 2-0. Mechi ambayo ilichezwa Benjamin Mkapa Simba alishinda goli 1-0. Goli likifungwa na Pape Sako Osman. Goli zuri sana kama nyoka hivi, anakimbia alafu akafunga of course ilikuwa goli zuri sana, miongoni mwa magoli mazuri that season. Kwenye group moja walikuwa na US Gendarmerie pamoja na ASEC Mimosa, akafunga goli bora, lilifunga na ASEC Mimosa la acrobatic hivi huyo Pape Sako. Kwa ilikuwa ni msimu ambao mpata magoli mazuri. Nimejaribu tu kukumbushia hiyo kwamba sio mara ya kwanza hizo timu zinakutana. Lakini swali lako la msingi la juu ya klabu ya RS Berkane. Berkane ni klabu ya miaka mingi, kwa maana ya kuanzishwa miaka mingi sana, kwenye miaka ya 30 huko, 1930 imeanzishwa huko ya. Ndo hizo kwenye level na Simba kwa maana ya ukongwe wa kuanzishwa. Lakini kwenye mafanikio ili take over kimafanikio kwenye miaka hii ya 2017-18 ndo walianza kufanya investment kubwa mpaka wanafanikiwa kucheza finali ya kombe la shirikisho Afrika, wakachukua ubingwa mbele ya Pyramids. Baadaye wakarudi tena msimu mwaka juzi wakachukua finali, wakarejea msimu uliopita hawakuchukua, Zamalek ilichukua ubingwa. Lakini pengine mtu anaweza kujiuliza tu kwa nini timu hii ni ya miaka mingi huko nyuma lakini haikuwa na wonders na kuja kufanya wonders sasa hivi kwenye miaka hivi karibuni. RS Berkane licha ya kuanzishwa miaka mingi huko nyuma, ilikuwa kwa asilimia kubwa inacheza kwenye madaraja ya chini. Iliwahi kupanda ligi kuu lakini ikashuka, imecheza sana kwenye madaraja ya chini. Nyuma ya Berkane hii ambayo inaonekana kuwa threat zaidi ni mtu mmoja anaitwa Fauzi Lekjaa. Yaani ukizungumzia RS Berkane unamzungumzia Fauzi Lekjaa, sio? Huyu ndo Berkane, huyu ni president kwanza wa chama cha mpira wa miguu cha Morocco. Yes, ni mtu mmoja mzito sana ndani ya Morocco, ndani ya Afrika na duniani. Fauzi Lekjaa ndiye ambaye alikuwa rais wa RS Berkane. Kakaa kwenye kiti cha urais kwa miaka takriban 10. Yes, kwenye kiti cha RS Berkane. Miaka hiyo 10 ipo miaka ambayo timu ilikuwa chini ya mikono yake yeye, timu ikapanda ligi kuu ya Morocco. Baada ya kupanda ligi kuu ya Morocco, akaitengenezea mazingira mazuri ile timu iweze kusurvive mazingira mazuri hayo kwa kuleta namba kubwa sana ya wadhamini. Kwa hiyo manake mirija ya fedha ilikuwa mingi inaingia. Fauzi Lekjaa ni nani? Huyu bwana ni mtu mzito kwenye kandanda kwanza. Tukiachana mambo ya politics, maana pia ni mwanasiasa mkubwa. Lakini tukienda kwenye swala la politics, ni mtu mzito kwa sababu ndo president wa chama cha soka cha Morocco. Lakini pia tunapozungumza hapa sasa hivi, huyu mtu Jumamosi iliyopita aliteuliwa kuwa vice president wa kwanza wa shirikisho la soka la Afrika CAF. Ukitoa Dr. Patrice Motsepe, vice president wake wa 5, huyu ndo namba 1. Maana vice president kuna namba 1, namba 2 mpaka namba 5. Namba 1 ni Fauzi Lekjaa.
Namba 2 yupo of course yuko Kateo Kraku kutoka Ghana, yuko Bestin Kazadi, yule mwanamama alikuwa president wa AS Vita Club. Yupo Mungwengi Pierre Alain kutoka Gabon, na kwa sababu ni wapi amechaguliwa hapa juzi ni Faisal Sidat kutoka Mozambiki. Yes, hawa ndo vice presidents, sio? Lakini Fauzi, hii ni mara ya pili. Fauzi Lekja, hii ni mara ya pili kuwa vice president. Aliwahi pia kuwa vice president huko nyuma mwaka 2017 wakati Ahmad anaingia kwenye utawala. Huyu alikuwa second vice president. Namba 1 alikuwa ni Constantine Omar ambaye ni president wa federation ya DRC. Ushanifahamu? Kwa hiyo ni mtu ambaye ndani ya CAF ana nguvu, lakini ndani ya CAF hapo amefanya kazi katika kamati inayojihusisha na mashindano ya ngazi za klabu. Umeelewa? Yani alikuwa ndo mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya CAF. Umeelewa? Huyo ni Fauzi Lekja. Kama haitoshi, FIFA Assembly, baraza la FIFA, huyu ni miongoni mwa wawakilishi, ni miongoni mwa watu wenye power ndani ya FIFA, federation ya dunia ya mpira wa miguu. Na yeye yumo mule ndani, ana power. Sawa. Ukiachana na mazingira hayo ya nje, ukija ndani ya Morocco, amefanya mambo mengi makubwa ndani ya nchi, ikiwemo Morocco kwenda World Cup, kufanya vizuri kwenye World Cup mpaka semi final. Yeye ni mwenyekiti wa kamati iliyofanya mpango wa kwenda kutengeneza joint bid ya Portugal, Spain na Morocco waandae World Cup 2030. Yeye alikuwa front pale, ndo mwenyekiti wa hiyo kamati. Umeelewa? Huyu ni miongoni mwa treasure. Bwana mtazamaji, hii ni Nakivona Sports. Nipo na Garibu Mzinga. Jina langu la kuchukulia mshahara ni TC Fred the Eli Capitano. Nyuma ya kamera yupo Madam Jackie, camera woman bora zaidi kwenye zama hizi za Samia Suluhu Hassan. Mimi kwangu naamini ni katika wanawake washindi sana mwaka 2025. Garibu Mzinga, ukiacha mambo yote kwenye vipindi vya michezo na visikia, magazine nasoma, video vya kahawa vinazungumza, hususan hapa Pemba tulipo, wengi wanaiona kama Simba ina bahati kuanzia ugenini. Tunakumbuka klabu ya Yanga kilichotokea miaka 2 tu nyuma, huu mwaka wa 3, si ndio? Alianza nyumbani, akaenda kumaliza shughuli ugenini finali dhidi ya USM Alger. Benchika akachukua ndoo kwa goli la ugenini. Nataka uniambie kiutafiti wako, kiuchambuzi, Simba kuanzia Morocco mchezo wa kwanza kumaliza nyumbani, faida yake ni ipi kwa Simba? Kwanza hapo kwa Yanga ulisema Yanga alianza nyumbani akaenda ugenini. Afikia mmoja akampiga mwenzake kwake. Maajabu. Yaani ni bahati, yule Benchika hata sawa bahati tulimlinda. Yeah. Anyways, kuna faida kubwa sana. Hiyo faida inaliliwa na haipangwi. Yaani haijitokezi tu kwamba huyu akipita kwenye structure hii itakuwa hivi. Inatokana na timu inamaliza nafasi ya ngapi. Yaani skeleton ipo, ila haijulikani atakaa nani. Kumbe huaga haiangalii labda wewe mkubwa ndo unaanzia hivi. Hiyo inaishia kwenye hatua ya robo. Ndo basi. Ndo mwisho. Kuanzia kwa nusu kwa namna ile structure ilivyokaa tu. Skeleton unavyoangukia pap huyu atacheza na huyu anacheza F1. Yaani semi final 1 atacheza huyu. Semi final 1 itabidi awe nyumbani. Yaani kwa hiyo Simba kwenye njia yake iliyopita ilikuwa yacheze final 2. Yaani pale inaandikwa final 2 Simba. Yaani Stellenbosch / Simba sawa na final 2. Final 2 maana yake unajua nini? Yaani anayeshinda hapa anaenda kucheza final 2. Anaanzia ugenini. Na yule Berkane mepi yake ilivyokuwa imechorwa final 1 anaanzia nyumbani. Kumbe kwa Yanga haikuwa ubora wa vilabu. Sio ubora. Ni skeleton ambayo watu walongopiana sana mtaani. Skeleton ipo ila timu ndo sijulikane. Nani ataingia hapa haijulikani. Ushanifahamu? Kwa hiyo ina hayo mazingira. Sasa Simba imeangukia kucheza ugenini ndio mechi ya kwanza. Of course ni kitu kimoja kizuri sana, muhimu sana, kwa sababu unapocheza ugenini una nafasi ya kusawazisha ikitokea haukufanya vizuri kwenye mechi ya ugenini. Kwa hiyo Simba anakwenda Municipal ya Berkane, moja ya viwanja vigumu honestly, uwanja ambao msimu huu hakuna timu ambayo imetoka. Simba mwenyewe ni shahidi pale. Aliwahi kwenda pale na hakutoka, alifungwa goli 2-0. Mashabiki wao
wana nguvu, wanashangilia kwa pressure sana, wana jukwaa lao liko kusini mwa lango, linaitwa Orange Boys, ndio jina la utani la klabu pia. Kwa hiyo wanashangilia kwa nguvu muda wote kwa ajili ya kumharas golikipa, kupewa tu wakati mgumu golikipa usio na utulivu. Kwa hiyo ni uwanja mgumu wa RS Berkane. Sawa. Simba narudi tena pale. Good thing ni hiyo kwamba wanapafahamu. Kwa wanarudi tena kwenda kucheza. Na this time around wanakwenda kucheza finali. Wanachotakiwa kwenda kukifanya Simba ni kwenda na discipline kubwa. Mimi namheshimu sana Fadu Davids. Ni kocha ambaye mimi ukizungumzia mafanikio ya Simba kwenye kampeni ya msimu huu ya Confederation, na ndio maana sehemu nyingi waga napenda kuanzaga Fadlu naanzaga hivyo, kwa sababu ni kocha ambaye anajua mpinzani huyu nicheza naye vipi, huyu nifanye vipi. Unaona wale Sfaxien kwenye group stage aliwachapa kule, alianza kwa kuanza kuweka timu chini. Mechi imeanza kaanza kuweka timu chini, anamsoma mpinzani. Alivyoona Sfaxien yenyewe mbona mweupe, anakuja kuna mianya kibao, akaitoa timu, kapiga counter moja pam imeweka kwenye njia, akamalizia. Umeelewa? Kwa hiyo huyu ni Fadu Davids. Hii mechi sioni Fadu Davids akaenda kufungua booster mshambulia RS Berkane. Kitu cha kwanza ambacho kitakufanya au kitaifanya Simba ya Fadu Davids itoboe ni kumheshimu Berkane. Sawa, ni timu ambayo ina capacity, ina nguvu, ina ability ya kukufunga ikiwa nyumbani kwake. Na sio tu Simba, timu yote Afrika pale ni pagumu. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza la kufaulu, ni kujua na kumheshimu, nampa heshima yake. Kama bwana hapa ni nyumbani kwako, heshima yako hii hapa. Simba kacheza kwa discipline pale. Sawa, aende akatengeze mechanism za kudefend, kuangalia, kushambulia iwe kwenye counter. Of course unapodefend kwa big time, maana yake utashambulia kwa counter. Anaweza katengeneza kushambulia kwa counter sababu ana hao winga ambao wanakaa wahasibu wa mfalme wa Morocco. Anafanya kazi katika kingdom ya Morocco ndani. Umeelewa? Huyo ndo Fauzi. Yaani najaribu kukupa tu wasifu wake kwa haraka. Ni mtu mmoja very powerful kwenye mpira, very powerful kwenye politics ya Morocco. Ndiye huyu ambaye alikuwa president wa RS Berkane miaka 10. Baada ya timu kupanda daraja, imeshafika kwenye ligi kuu ya Morocco, Fauzi akajitoa, akaiacha, akampa mtu mwingine pale. Sawa. Yes. Yeye bado ana nguvu. Hii Berkane kufanya ya mafujo yote ya nyuma yake kuna Fauzi. Sasa ile wale watu wana power ya kutengeza mazingira mengi. Wewe mtu ambaye amefanya kazi, alimekuwa mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya CAF. Yes. Kwa hiyo RS Berkane huu ubora wake ambao tunaona hapa, nyuma yake kuna fedha nyingi. Ni muongoza njia. Lenyewe limetulia pale, linatengeza mazingira. RS Berkane ndani ya muda mfupi tu tayari wameanza kufanya fujo kwenye Confederation. Lakini target yao pia ilikuwa ni kutake over kwenye football ya Morocco. Shona, Morocco mind you, kuna Raja na Wydad. Ingawaje hapa napata wakati mgumu. Kuna Raja na Wydad. Wydad ni timu ya mfalme. Ni timu ya royal family. Ile Wydad Casablanca. Kwa hiyo ana kazi ya kupambana ndani. Lakini ukija katika msimu huu, yeye ndo bingwa RS Berkane. Bingwa wa Morocco. Kwa mara ya kwanza anachukua ubingwa wa Morocco. Raja hayupo, tupa kule, Wydad tupa kule. Yeye ndo anakuwa bingwa. Hizi timu Raja na Wydad zimeyumba kidogo. Umeelewa? Kwa hiyo RS Berkane hii ambayo tunaiona na ubora wake huu, nimejaribu kukupa picha ya nyuma ya RS Berkane. Kuna kitu gani? Yes. Hii ni picha ya general kwenye swali lako la msingi la kutaka kujua RS Berkane. Lakini ukija klabu kama yenyewe, klabu ni klabu ambayo tayari ina uchumi kwa sababu ina sponsors wa kutosha, ina mashabiki wao. Na huyu Fauzi amezaliwa manispaa ya Berkane inakotokea hii timu. Yaani ni mtu wa nyumbani. Kwa hiyo kipindi ambacho ni president wa ile timu pia ni president wa federation. Yaani kama leo Wallace Karia awe rais wa Coastal Union. Ndo Fauzi Lake Jalivu. Kwa hiyo RS Berkane ina hiyo power. Ndani ya muda mfupi wameshabeba mataji 2 ya Confederation. Maana Champions League ilikuwa changamoto kuenda, lakini sasa hivi ndo wanaenda kwenye Champions League. Kwenye Confederation huku ni level ambayo wanaiweza.
Hii haina utofauti mkubwa sana na ile pyramid kimazingira yani. Lengo la pyramid ni kutake over football ya Egypt na Afrika. So far tunapozungumza wanafanya vizuri kwenye ligi ya Egypt, vinara kwenye soka la Afrika kwa finali Champions League. RS Berkane ndo ameshafanikiwa kwa sababu ameshabeba vikombe vya Confederation. Sasa hivi anaenda kufanya vurugu zake kwenye Champions League next season. Umeelewa? Sasa hiyo ndio Berkane. Ni timu ambayo ina big picture ya kufanya vizuri ndani ya kandanda la Afrika ambako tayari wameanza kwenye Confederation. This season wanahitaji tena kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho. Kitu kinachofuata ni wekundu wa Msimbazi, Simba. Yeah. Haya sasa, tushasikia kitu kinachofuata ni klabu ya Simba. Mashindano wakati yanaanza haya walikuwa wanatajwa majanto watatu wanne. USM Alger walikuwa wanatajwa, Zamalek bingwa mtetezi walikuwa wanatajwa, RS Berkane ndio afuna Simba alikuwa anawekwa kwa maana ya thamani yake kwenye mashindano ya Afrika kutoka klabu bingwa huko marobo finali na kila kitu. On pitch kwenye nyasi unaiona Berkane namna gani? Kwanza tukienda kwenye eneo la ubora, kabla ya kwanza kwa michuano Zamalek alikuwa ndo bora zaidi. Namba 2 alikuwa ni RS Berkane kwenye viwango vya ubora. Namba 3 ni Simba Sports, namba 4 ni USM Alger. Hizi ndo timu za pot A, ndo majiant ya Confederation. Tunapozungumza sasa hivi live stand ile inayosimama pale yuko wote kwenye shirikisho. Yaani RS Berkane yuko nyuma ya Simba, Simba yuko mbele. Mtu asielewe hapa. Na ni darasa kubwa kweli hapo kuelekeza hapa kwa haraka sio rahisi, lakini hivi ni viwango vya CAF kwenye kipindi cha miaka 5. Namba zinaondoka. Yaani miaka 5 nyuma ulikusanya alama ngapi kwa mfano? Miaka 6 nyuma RS Berkane alikusanya alama 5. Sababu alichukua ubingwa wa Confederation. Baada ya kukusanya alama 5, baada ya miaka kusogea mbele, zile alama zimetoka kwa maana ule mwaka ushapotea. Sababu hizi alama wanahesabu kwa miaka 5. Kwa ule mwaka umepotea. Kwa hiyo ana drop alama. Anazitafuta tena. Sasa Simba yuko mbele kwa viwango vya ubora. Sawa. Kwa hiyo kimpimo Berkane na Simba yuko mbele kuliko Berkane kwenye viwango vya ubora. Ushanifahamu? Tukija katika engo nyingine. Engo hiyo hapo nazungumzia maana yake viwango vinakuja kutumika kwa msimu unaofuata 2025 2026. Engo ya timu zinazokutana wote hawa ni pot A, wote ni giant wa michuano. Sawa? Yani when it comes CAF competitions, hawa ni majiant wawili wamekutana. Something to fear is only fear itself kwa Simba. Wanatakiwa kuogopa woga wenyewe. Sio kumogopa RS Berkane. Wapo naye kwenye same level. Ushanifahamu? RS Berkane kafanya vurugu sana kwenye Confederation, Simba kafanya vurugu kwenye Champions League. RS Berkane kabeba ubingwa, Simba hajafanikiwa kubeba, lakini kavuka group stage kaenda kwenye hatua za playoff. Yaani kachemka tu hatua 2 kwa maana ya semi na finali. Lakini RS Berkane sasa Champions League na Confederation ukipima mzani uko tofauti. Sasa Simba ndo amedrop na huko sasa. Amekuja huko. Sasa kuja huko ndo anakutana naye. Sasa iko hivi, uwezo ukachukua ubingwa kwa kukutana tu na timu nyepesi. Haiwezekani. Kuna mchanganyiko katika safari yako. Kuna mito, milima na mabonde ili ufike safari yako ya Kanaani. Kwa hiyo Simba amevuka kukapiga timu nyingi nzuri. Kapiga timu ngumu na vibonde. Lakini amefika hapa na kukutana na RS Berkane. Ukweli ni kwamba Berkane ni mgumu. No point of excuse. Hiyo popote pale utazungumza. Berkane ni mpinzani mgumu, ni mpinzani bora. Lakini Simba na yeye ni bora. Ya hizo nilizozitoa kwamba hawa wote ni wapo kwenye level moja. Namba ziongopi, namba zinasema ukweli. Umeelewa? Berkane anajua njia kwa maana ya kufika finali, ameshafika mara nyingi, ameshabeba ubingwa, lakini amewahi kupoteza pia huko ndani yake. Sawa, alifunga Pyramid kwa sababu Berkane so far tunapozungumza mataji ya CAF na 3. Ile moja alimfunga Pyramid, alichukua moja, ile alimfunga huyu Fadu Davids akiwa na Orlando Pirates, akachukua na Super Cup akimfunga Wydad Casablanca kwa na mataji 3, lakini amewahi kupoteza pia msimu uliopita tu. Katoka kupoteza na club Zamalek hii ambayo imetolewa na Stellenbosch out. Umeelewa? Kwa hiyo
licha ya ubora wake kwamba amewahi kuchukua lakini amewahi kupoteza. Shanifahamu? Kule mtaani tuna misemo mingi sana. Miongoni mwa misemo mikubwa wanasema kwamba mzigo wote mzito mpe Mnyamwezi, avute, abebe na kuna vitu vyote. Nataka uniambie kocha wa RS Berkane. Tuko tunaangalia mpira kwa ananiambia yule mtu mmoja muhimu sana kwenye safari ya Berkane hapa walipo pia. Huku ulimzungumza Faldu kabla mchezo, namna ambavyo uliona mchezo wa Simba na Stellenbosch, nafasi ya kocha wa RS Berkane kwenye huu mchezo. Moine Shaban ni kocha raia wa Tunisia. Miongoni mwa generation za makocha ambao ni wa makocha wapi ambao wanafanya vizuri. Pamoja na yeye, huyu ndo ile Esperance de Tunis Al-Taraj walichukua ubingwa mara mbili back to back wa Champions League 2018 na 2019. Alikuwa ndo head coach huyo. Ilikuwa Berkane moja hatari. Ilikuwa ni Tunis moja hatari. Bwana Taraj moja hatari sana. Khanis Badri yuko juu kule kasimama. Bwana Yusuf Bela. Afu hapa katikati walikuwa na double pivot moja noma. Mimi sijaiona hiyo kwenye miaka karibuni. Kuna mtu anaitwa Faustini Koulibaly, kuna mtu anaitwa Frank Com. Walikuwa na double hivi. Esperance Dume hiyo. Waulize akina Ahalia. Muulize Ahalia atakusimulia kuhusu Esperance. Muulize. Kweli muulize. Kwa hiyo Moine Shaban ni kocha ambaye ana experience, amewahi kufanya makubwa akiwa na Esperance, lakini akiwa na RS Berkane kafanikiwa kubeba ubingwa wa Morocco. Tunapozungumza sasa hivi kwa finali. Na ameingia finali, amepoteza mchezo mmoja tu. Wa nusu finali ya pili dhidi ya Constantine. Hajapoteza mchezo mwingine wote tangu kwenye hatua za awali kule. Kacheza na wale wa Benin kwenye hatua za awali, kaua, kaingia group stage kundi lake liko Lunda Sul wa Angola, kapiga Stade Malien, kapiga Stellenbosch. Kaua, Stellenbosch kampiga 5 kule, kampiga 3 kwake. Huyu ni RS Berkane. Amefika hapa Constantine yule kampiga chuma 4. Alikuwa na Simba kundi moja yule. Alikuwa na Simba kundi moja. Kampasua chuma 4. Kwa ni Moine Shaban. You have to respect. Hicho kitu sio kwa bahati mbaya. Ana uwezo, ni kocha mzuri, kocha ambaye amepeleka RS Berkane hapa. Na wenyewe Berkane huwa wanaangalia pia CV za makocha ambao wanawachukua. Huyu kocha aliangalia quality yake kwa wanadani, kocha mzuri sana ambaye anaweza kuwavusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na ndio tumeiona timu inaenda kwenye finali, ishachukua ubingwa tayari wa Morocco. Wanakwenda kwenye finali ya kombe la shirikisho. Maana yake wanatafuta ubingwa wa pili. Next season wanaenda kuchallenge kwenye Champions League. Moine Shaban amefanya vyema kazi yake so far. Nyuma kamera ipo Jackie, lakini ndio siwezi kuleta kulisema. Mashabiki wa Simba wasikie. Ni maeneo gani RS Berkane kunyasi ni wana madhaifu? Yaani inampiga mtu 5 6 ngapi, lakini wao kusema kwa mimi ninavyofahamu mpira wa Afrika, Berkane kuna nyakati fulani wana madhaifu sehemu fulani. Sasa mechi zao nyingi wamefanya vizuri, madhaifu yao hayajawa exposed. Kusema nini yani? Unataka kusema nini? Kama ngoma itakuwa ngumu au? Of course ngumu, si finali hiyo. Ngumu lazima iwe ngumu. Sio tu Simba, tangeenda Mtibwa Sugar pale bado mechi ingekuwa ngumu. Hiyo finali. Berkane kuna maeneo ambayo kwa utafiti wako unagundua pamoja na yote. Yapo maeneo exposed. So wamefungwa. Au umesahau kama wamefungwa na Constantine? Leo wamefungwa. Wamefungwa. Na hata kwenye mechi za nyuma kuna mechi waliruhusu magoli hivi. Kwa hiyo weakness ipo. Lakini kwangu mimi pengine kimfumo sana, sio style of play sana. Weakness ya mazingira nadhani itakuwa na faida zaidi kwa Simba. Yani RS Berkane watakuwa mbogo, watakuwa hatari wakiwa kwa Morocco. Orange Boys. Yes. Lakini wakija Dar es Salaam story itakuwa tofauti. Kwa hiyo nani atamfunga mwenzake on aggregate mabao mengi? Naamini mechi kule RS Berkane wana nafasi kubwa ya kushinda. Mechi ya Tanzania Simba wana nafasi kubwa ya kushinda. Nani kamfunga mwenzake nyingi on aggregate? Hapo ndo kwenye bingwa. Huyo ndo atakuwa bingwa. Kwa Yanga huko na mbegu gola gani nimekutoa. Lazima mtu atambie kwake. Sure.
Bwana mtazamaji, sidhani kama nimeacha swali, na uzuri hii tunafanya sasa ile ni mchaka kuelekea fainali ya shirikisho barani Afrika. Huyu ni Garibu Mzinga, huyu ni guru, narudia tena, yani huyu yuko hai na msifia, ni kati ya waandishi bora sana kwenye kuandika stories zinazohusiana na mpira wa Afrika, ni bora sana. Lakini sio eneo hilo, akiwa anazungumza mpira wa nje ya Afrika pia anauelewa mambo mengi sana. Nafikiri amesoma sana kwa sababu ujuzi upo kwenye vitabu. Kwa hiyo kama unatamani kuwa kama Garibu Mzinga, sio kumfollow tu Instagram, basi anza na kujifunza vile anavyofanya. Mimi binafsi ni shabiki wa kazi yake, nenda kwenye mitandao ya kijamii umfuate kule, pa kumtukana mtukani, pa kumsifia msifia. Mimi ni Isike, nyuma ya kamera Jackie. Ciao.